Karibu sana. Tulikuwa tunashuhudia mkutano mkuu wa bodi ya ligi na tulishuhudia leo kulikuwa na zoezi la uchaguzi na uchaguzi umetamatika, lakini kulia kwangu ninaye mwenyekiti wa Songea United ambaye yeye amechaguliwa kuwa mwakilishi wa vilabu vya championship kwenye bodi ya ligi. Nataka tuzungumze naye tusikie amejisikiaje, lakini yeye atawasaidia vipi vilabu vya championship kuhakikisha wanapiga hatua. Uko vizuri? Asante sana. Heshima yako. Nashukuru. Bwana, kwanza tuambie uko championship ushindani uko vipi, na wewe kama mwenyekiti wa Songea United mmejipanga vipi kuhakikisha mwakani tunaona ligi kuu? Ushindani kwenye championship ni mkubwa na championship ni ngumu tofauti na ligi zingine. Sisi kama Songea United ni dhumuni letu na ni lengo letu sasa tupande, manake kule nyumbani wananchi wa Songea wamekosa ladha, wamekosa burudani ya ligi kuu kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni rai yetu sasa, tunatamani kupanda kwa gharama yoyote. Leo hii umechaguliwa kuwa mwakilishi wa vilabu vya championship kwenye ile kamati ya bodi ya ligi. Watu wa championship, vilabu vile vya championship vitegemee nini kutoka kwako? Napenda kuambia viongozi wote wa vilabu vya championship na timu zote kwa ujumla kwamba wategemee makubwa kutoka kwangu. Nipo tayari kuwawakilisha katika bodi ya ligi ya kupokea yaliyopo kutoka kwenye bodi ya ligi na kuwaletea kwao. Tuhakikishe tunainua vilabu vyetu. Nimeona vilabu vingi vya championship vinakosa udhamini, na hiyo ndio tatizo kubwa, kiasi kwamba wakati mwingine zinakosa hata uwezo wa kwenda kuhudhuria mechi za ugenini. Sasa lazima tuzifanye vilabu vyetu kwanza ni kampuni, tutafute vyanzo vya mapato, lakini tutafute sources zingine za mapato, ndio kitu pekee ambacho kinaweza kikatunyanyua. Lakini kikubwa zaidi ya yote, hizi ligi sasa hivi au mpira wa miguu ni biashara. Mpira wa miguu sasa hivi ni uchumi, wasichukulie ni burudani tu. Mpira uchukulie kama uchumi kwa mchezaji mmoja mmoja, uchumi kwa timu au klabu, lakini uchumi kwa mkoa au eneo husika lenye timu hiyo. Ukijaribu kuangalia ligi kuu, kuna namna ambavyo imepiga hatua, inafuatiliwa sana, mashabiki wanakuwa wengi uwanjani. Ni wa kiasi gani sasa nyinyi viongozi ambao mmetoka championship mtaenda kushirikiana na wale viongozi ambao wametoka ligi kuu kuhakikisha hata huku championship tunafanya branding na hiyo inakuwa na mvuto warau karibia na ule ambao uko ligi kuu? Kwa kwanza kabisa tutashirikiana kwa hali ya juu sana na viongozi wa klabu za championship, kwa sababu wao wana uzoefu wa muda mrefu, ni wakongwe, na tunategemea zaidi ushirikiano wao sana. Lakini kikubwa, mimi rai yangu ni kwenye mashindano ya FA. FA unakuta championship inacheza na Premier. Nilipenda sana sasa mechi za namna hiyo zinapotokea, basi zile timu kubwa zirudi kucheza nyumbani kwenye timu ndogo, kwenye timu ya championship, ili kuamsha, kuleta hali na kuleta mapenzi zaidi. Zile za championship zingekuwa nyumbani, zile host game, ili kuleta burudani nyumbani. Itakuwa burudani kubwa zaidi, kwa sababu hasa kwenye ile mikoa ambayo imekosa mashindano ya ligi kuu kwa muda mrefu zaidi, lakini hata kipato kitaongezeka. Sawa, kwa kumaliza, umeipokeaje nafasi ambayo umechaguliwa leo? Namshukuru Mungu, lakini nashukuru wajumbe wote walioweza kuniidhinisha, kunipa dhamana ya kuweza kuwawakilisha. Nimeipokea kwa furaha kubwa. Mimi nawaahidi ushirikiano, lakini naomba pia ushirikiano kwa wenyeviti wote wa vilabu vya championship. Shukrani sana na kila la heri. Asante sana.